Aziz Ki kurudi ndani ya kikosi cha Young Africans kwa sababu ni moja kati ya wachezaji ambao wakati wanaondoka ndani ya kikosi cha Young Africans waliacha moja kati ya historia nzuri sana na kuonyesha kiwango bora ambacho ninaamini kila moja anatamani kumuona tena Aziz Ki akirejea tena ndani ya kikosi cha Young Africans. Kwa mujibu wa watu watetesi akiwemo Ansbeto Raphael ameandika kwenye ukurasa wake wa Instagram akisema update, Yanga hapo kwenye hatua nzuri sana za kukamilisha usajili wa Aziz Ki kutoka Libya. Ndani ya miezi michache Aziz Ki atatua nchini, possibly weekend hii anaweza kuingia Tanzania. Yanga na Aziz Ki kuna kitu hivi karibuni karibu na kwamba atatoa taarifa kamili kumuhusu Aziz Ki kurejea ndani ya kikosi cha Young Africans. First, lazima tuelewe kwamba Aziz Ki tangu ametoka ndani ya kikosi cha Young Africans safari yake haijawa rahisi sana. Kwa maana ya kwamba amepita pale Wydad, unakumbuka alisajiliwa sanjari na Selemani Mwalimu Gomez. Bad luck ni kwamba hakuwa na wakati mzuri. Aziz Ki na timu ya Wydad walielekea kwenye michuano ya kombe la dunia la vilabu. Sil bado Aziz Ki alipata dakika chache sana za kucheza, na mwalimu ambaye aliinsisti kwamba mchezaji huyu asajiliwe ndani ya kikosi cha Wydad akawa ameondoka, na Aziz Ki akasajiliwa na timu kutoka pale Libya ambayo pia na wao ndio kwanza wanapambana kwa ajili ya kurejea kwenye ule ubora wao. Bad thing ni kwamba akucheza dakika nyingi akiwa ndani ya kikosi cha Wydad Casablanca, na kucheza hajapata dakika za kutosha akiwa pale Libya. Na kama wewe ni mchezaji ambao umeshapita kwenye soka la Tanzania, maana yake utakuwa umesha testi ile love ya mashabiki, kwa sababu kama kuna kitu ambacho mara nyingi waga kinawapa morali na hali ya nzuri ya kupambana wachezaji, ni ile kitu ambayo wanapata kutoka kwa mashabiki. The way ambavyo mashabiki wanavo zungumza jina lako, wanavyohusudu uwezo wake, yani that means kuna sehemu ambayo unaweza ukaingia milango yako ikafunguliwa kiepesi, simply kwa sababu wetu wewe unacheza Simba ama Yanga na umekuwa na performance nzuri. So tayari wamesha testi ule utamu wa superstar ndani ya football. So unaelekea kwenye taifa kama Morocco ambalo first hawana tamaduni za kuwapa tuseme za kuwakuza na kuwapa morali na kuwapa moyo mkubwa wale wachezaji kutoka nje. Ni agharabu sana kuona mchezaji anapewa privilege kubwa sana pale Morocco, tofauti na Tanzania the way ambavyo itakavyokuwa. Ametoka hapa ameelekea Libya ambayo ni same thing, kwamba still bado na maeneo hayo sio maeneo ambayo kimsingi watu wamekuwa wakipata kusifiwa sana na kuonesha kwamba hao jamaa wamekuwa bora kwa vitu kama hivyo. So nadhani kwake yeye lazima tu angekutana na huo ugumu kwa kiwango kidogo sana namna anavyoweza kuishi. Lakini je, swali akija ndani ya kikosi cha Young Africans maisha yatakuwa kama ilivyokuwa zamani? Je, tumuone akiwa kwenye ule ubora ambao tulikuwa tunamemzoea nao? Combination yake pamoja na Alan Okello itakuwaje, na mwalimu inabidi awatumiaje? Ili ndio eneo ambalo nataka tulijadili. Tatazama hali yake ya kiuchumi hivi sasa na Young Africans watakavyojipanga, tukiangalia na fedha analipwa hivi sasa, tutaangalia uwezo wake wa kurejea ndani ya kikosi cha Young Africans na kuwasha moto, lakini pia conclude possibility ya yeye kutoa ndani ya kikosi cha Young Africans ikoje, kwa sababu hapa sisi hatuelezei mtu tayari ameshatoa, bali tunachambua tetesi na kuangalia huyo mchezaji anaenda kusaidia kitu cha namna gani. Karibu sana, hapa panaitwa Kanyasi Digital, na kushukuru sana kwa sababu kwa effort yako na kwa bora wako imetuwezesha sasa rasmi kufikisha subscribers 20,000, na haikuwa kazi nyepesi, safari inaendelea, na kumbuka kwamba tunatafuta kufikisha followers 100,000, na hii ndo moja kati ya ndoto yetu kuhakikisha kwamba tunaifikia. So please and please, kama uchambuzi huu unasikia unakupa raha, tafadhali unaweza ukamwambia rafiki yako na yeye amwambie rafiki yake, like same peke yake ambao utapata uchambuzi wa kina kuhusu hizi habari za tetesi na uwezekano wa wachezaji kutua na kiufundi zaidi ni sehemu hii. Naye akija akisubscribe na itakuwa ni nzuri sana. Lakini pia usisahau kuniambia umetazama hii ukitokea wapi. Ninatamani kabisa kujua wewe unatazama video hii ukitokea wapi, na mambo yatakuwa yanaenda vizuri sana. Sasa tukachambua hivi vitu ambavyo nimeviainisha, vitu takriban
vitatu Mtanzania. So jambo la kwanza ni kuhusu mshahara. Stephen Aziz ni mchezaji ambaye anatajwa kwamba anachukua kiasi cha dola 40,000 kwa mwezi, ambazo ukizileta kibongo bongo ni kama milioni 104 hadi 106 za Kitanzania kwa mwezi. Huu ni mshahara mkubwa ambao unarandana na mkataba mnono ambao aliupata baada ya kuondoka Young Africans. So I don't know Young Africans watafanyaje ili kumpata, lakini maana yake inabidi mshahara wako uwe somewhere. Uwe somewhere hapo kati. Otherwise kama yeye anataka, maana yake kama anataka mshahara wake inabidi ushuke kwa zaidi ya 50%. Maana yake Young Africans inajua uwezo wa kumlipa milioni 50 kwa mwezi wanao, lakini milioni 100 no. Sioni mimi kama tumeshafika kwenye hiyo level ya kuwa na timu ambayo inaweza ikawa na uwezo wa kulipa mshahara mnono kiasi hiko. So naamini kwenye ile eneo la kimshahara kuna ugumu kidogo wa kumpata. Lakini ikiwa Aziz Ki atarejea Jangwani, benchi la ufundi la Yanga litakuwa na silaha za maangamizi, yani viungo wa shambuliaji mafundi, na kocha anaweza kutumia mfumo wa 4-2-3-1. Kwa maana Pacome Zouzoua anaweza kuchezeshwa upande wa kushoto kama winga ya ndani, akitokea pembeni na kuingia katikati kutokana kasi yake na uwezo wake wa kupiga chenga. Unajua Pacome amekuwa bora sana kwenye ile eneo. And then Aziz Ki anacheza katikati kabisa kama nambari 10, mchezaji huru, free roll, ili aweze kupiga mashuti mbali na kutengeneza nafasi, kwa sababu amekuwa bora katika hilo. Na unakumbuka zile nyakati ambazo alikuwepo, iko ndo kitu ambacho alikuwa akifanya. And then Okello anaweza kusimama upande wa kulia akitumia mguu wake wa kushoto katika kukata, kuinvert na kutoa pasi za mwisho na kufunga, kwa sababu pia kuna nyakati tumemwona mwalimu akimtumia kwenye mfumo wa namna hiyo. Until now ndivyo ambavyo anavyotumika Alan Okello, kwamba atokea kulia ukitumia mguu wako wa kushoto. Lakini pia wanaweza akatumia mfumo wa 4-3-3, viungo wawili wa juu, twins attacking midfielders. Chini ya mfumo huo klabu itatumia kiungo moja mkabaji chini, kwa mfano kama Mudathiri. Mbele yake ni Aziz Ki pamoja na Pacome atacheza pamoja kama viungo wa shambuliaji, kwa maana tunazungumzia advanced playmaker. And then Alan Okello atacheza kama winga asili ya pembeni ili kuinyoosha safu ya ulinzi ya adui. Japo nadhani hili wewe kutumika kidogo na Young Africans hawakupata mafanikio mazuri. Ugumu ulioko ni kwamba ripoti za hivi karibuni zinasema kwa Yanga wapo kwenye hatua nzuri sana ya kukamilisha mazungumzo ya kumrudisha nyota huyo, lakini kuna vikwazo vya kimkataba vilivyopo. Aziz Ki alisaini mkataba miaka 2 na klabu yake ya sasa, ina maana kwamba bado ana mkataba wa kisheria unaomfanya asiwe mchezaji huru. Ili Yanga imuondoe kwenye klabu hiyo, lazima walipe fidia ya kimkataba ama kufikia makubaliano ya ada ya uhamisho. Swala hili linahitaji mkakati mkubwa sana wa kifedha kutoka kwa engineer na wafadhili wa timu. Inawezekana likafanikiwa kwa sababu ya issue za kiuchaguzi ambazo tunaenda kuzishuhudia muda si mrefu ndani ya kikosi ya Young Africans. Lakini ugumu mwingine upo kwenye kushusha matakwa yake kimasila ili afanane na uwezo wa kiuchumi wa Young Africans. Sasa hivi anapokea kiasi kikubwa ambacho ni ngumu sana kwenye ligi kuu Tanzania bara kuiona timu ikitoa kiasi cha fedha kama hiko. Aziz Ki anaweza kurejea Young Africans yeye akitaka, lakini Young Africans wakimtaka na yeye hataki, hawana uwezo wa kuweza kupush na kupata hivyo. Asante, usisahau kusubscribe, ku comment, ku like na kushare, and bye bye.